Subscribe Miujiza TV. Anaitwa Uchuro. Huyu ni mkurugenzi wa DSDO. Hii ni taasisi ambayo inahusika na mambo mazima ya kuwasaidia watu wasioweza kuona. Tazungumza naye story 2-3 kuhusiana na taasisi yao, lakini pia kuhusiana na Nyamongo kusogea hapa kwa ajili ya kufanya charity, lakini pia kusponsor mchezo wa watu ambao wana matatizo ya ulemavu wa macho. Hamisa, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Heri kabisa. Heri kabisa bwana. Taasisi ya DSDO natamani tushare na watazamaji wa Miujiza TV, lakini pia na Watanzania, inahusika hasa na nini? Taasisi ya DSDO inahusika sana na watu wenye ulemavu wote kiujumla. Yes, hiki ni kituo maalum ambacho kimeanzishwa kwa ajili ya kuangalia changamoto za watu wenye ulemavu, tukae pamoja na kushare pamoja, kisha kuyatafutia ufumbuzi matatizo yanayotukabili sisi kama watu wenye ulemavu. Taasisi hii pengine labda ni ya mtu binafsi au inasimamiwa na serikali? Hii taasisi ipo chini ya watu binafsi, ila inafanya kazi chini ya serikali. Yes, tunashirikiana sana kwa karibu na serikali. Upatikanaji wa watu ambao wana matatizo kama hayo, wewe kama mkurugenzi mnatumia mbinu gani kuweza kuwapata watu hao na kuwasogeza karibu kwenye taasisi yenu kwa lengo la kuwasaidia kama vile ambavyo umezungumza wewe mwenyewe? Sisi kwanza tunafahamiana wenyewe kwa wenyewe. Hilo la kwanza. Lakini pili, tunatumia njia kama hizi za kupita mashuleni kuja kwenye shule za watu wenye ulemavu, kwa sababu ulemavu wapo wanaozaliwa ambao wanakuwa, lakini wapo wengine wanapata matatizo mbalimbali ya ulemavu ikiwemo ajali na kadhalika. Kwa hiyo hawa wote tunawasogelea kwa kadiri ambavyo tunapopata taarifa za kwao. Mfano, kama mtu anaopata ajali, mara nyingi sana tunatembeleaga sana na mahospitali, tunapata nafasi hizo pale tunapokuwa na vibali maalumu, na tunaweza kuzungumza nao wale ambao wanaopewa taarifa kwamba hawawezi tena kuwa na kurudi kwenye hali zao zile za kawaida. Kwetu sisi tayari hao ni walemavu, tunaanza kushare nao na kuwaeleza namna gani DSDO ipo kwa ajili yao. Na wao kweli wapo baadhi wanatutafuta, lakini wale pia wasiotutafuta sisi huwa tunawatafuta, kwa sababu lazima tunachukua mawasiliano yao. Kwenye kuwatafuta pengine mnaweka sehemu moja kama familia kuzungumza, lakini pia kusaidiana kwenye matatizo hayo, au wanabaki mazingira ya kwao, lakini nyinyi mnahusika na mambo mazima ya kuweza kuwasaidia? Lengo letu kubwa sana sisi tunamsaidia mtu kutokana na ulemavu wake. Mfano, wapo wengine wanapokuwa labda mtu anapokuwa aoni ghafla, anakuwa ni mzito sana kutoka. Sasa sisi jukumu letu la kwanza ni kwenda kumshawishi ili atoke, aje kwenye jamii, achanganyike, awe kama sisi jinsi tunavyo survive wenyewe katika hali ya kujitafutia maisha. Hiyo ya kwanza. Lakini la pili, kuna zile shida za group. Mfano, ile shida tuseme la group. Mfano kama sasa hivi tunagawa pedi, tuna mradi wa hedhi salama ambao kibali tumepewa na Wizara ya TAMISEMI. Tunagawa kwa wanafunzi wenye ulemavu nchi nzima. Kwa maana hiyo sisi tunachokifanya, tunawafuata sisi pale mahali wao walipo. Mfano kama wanafunzi, hatuwezi tukawatoa waje mitaani kuja kuchukua, kwa sababu wao wako chini ya mamlaka ya shule. Tunawafuata shuleni. Au hata kama tutawatoa, basi tutawatoa kwa kibali maalumu na makubaliano baina yetu sisi na serikali. Kwa hiyo hilo ndio jukumu letu sisi kama watu wenye kama DSDO, kuangalia zile changamoto za watu wenye ulemavu mbalimbali kwa ajili ya kuzitafutia ufumbuzi wa pamoja. Kisha tunachoweza kufanya sisi wenyewe tunafanya, cha kuomba wadau, basi tunawaomba wadau waweze kutusaidia. Yes. Upatikanaji wa fund kwenye taasisi nyingi umekuwa na changamoto kubwa. Na tamani kushare na wewe mkurugenzi, sosi yenu kubwa ya upatikanaji wa fund mnatolea wapi? Lakini pia kuna Watanzania wengi ambao wako mikoani, lakini pia wako nje za nchi, wanatamani pia kufahamu access gani ya kuweza kuwasaidia nyinyi, au pengine kuwashika mkono kwa ajili ya kuweza kusukuma gurudumu la kusaidiana kama watu wa Tanzania ambao wanakuwa na matatizo mbalimbali. Upande wa wadau, kwa kweli tuanzie kwenye fund. Fund yenu nyewe kwa asilimia kubwa mnategemea kutoka kwenye engo gani? Sisi kikubwa tunategemea wadau mbalimbali. Na ndio maana tunasema tunatafuta changamoto za watu wenye ulemavu. Zipo tunazozijua na zipo zinazozaliwa ambazo bado hatuwezi kuzijua. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tunayoiona kwamba hii tunaweza kuimudu, basi tutaimudu sisi wenyewe. Lakini ile ambayo tunayoiona hii hatuwezi kuimudu, basi tunajaribu kushare na wadau mbalimbali waweze kusupport, ili mradi tu kuondoa ile kadhia kwa watu wenye ulemavu. Mfano, kama swala la fimbo kwa ajili ya walemavu wa macho,
ni jambo ambalo kiukweli linasumbua sana kwa upande wetu, kwa sababu fimbo zenyewe zinauzwa bei ghali, alafu si imara sana, ambaye labda mtu unaweza ukadumu na fimbo zaidi ya mwaka mmoja bila ya kuharibika, kwa sababu sisi wenyewe unaweza mtu mwenye ulemavu akatembea akajikuta tu anaingia kwenye mtaro, au labda anatembea akaguswa labda na bodaboda, au hata wenye magari wakati mwingine wasiokuwa na uelewa mkubwa na fimbo wanakugonga makusudi na fimbo zinakuja zinaharibika. Kwa hiyo juu ya sababu hizo zinasababisha fimbo kutokosa kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hili tatizo la fimbo ni tatizo kubwa sana kwa watu wenye ulemavu wa macho. Lakini pia kuna viti visaidizi mwendo kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa viungo. Lakini pia kuna mafuta, kofia kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa albino. Kuna mashine maalumu za kusaidia usikivu kwa ndugu zetu viziwi. Kwa hiyo yani unakuta kwamba kuna gharama nyingi ambazo sisi kama DCDO peke yetu hatuwezi kuzimudu. Ndio maana tunategemea wadau mbalimbali waweze kusapoti hilo kwa ajili ya hawa ndugu zetu. Nyamonge Sport wamekuja leo hapa kwa ajili ya kuweza kutoa charity, lakini nje ya charity pia ni watu ambao watasponsor mashindano ya watu wenye ulemavu. Mapokeo ya Nyamonge Sport unapokeaje, lakini pia unaweza kuwazungumziaje watu hawa ambao wamekuja kwa ajili ya kufanya charity, nje ya charity pia kusponsor mashindano ambayo yatakuwa yameanzishwa na pengine labda ni wenyewe hawa wenyewe, lakini kazi yao ni kuweza kuwashika mkono kwa lengo la kuweza kusukuma vipaji vyenu viweze kusonga mbele na Watanzania waweze kuvipokea. Kwanza kabla ya kuizungumzia Nyamonge Sports, nimzungumzie Nyamonge mwenyewe kama mdau mkubwa wa watu wenye ulemavu. Kwa sababu Mr. Nyamonge ni rafiki yangu binafsi. Mbali kwamba yeye ni rafiki yangu binafsi, siku hiyo tu tukashare nilimueleza kwamba sisi kama walemavu wa macho tunacheza mpira. Alishangaa sana na alitamani kuuona. Nikamkaribisha uwanjani. Baada ya kuja kuuona, akanambia mimi cha kwanza cha kukusupport ni kukuweka katika tamasha langu la Nyamonge Sports. Wewe kama mtu mwenye ulemavu ulete timu yako ili jamii iweze kuona. Kwa kweli Nyamonge anaisupport sana watu wenye ulemavu. Na ndio maana mpaka leo hii nimefika hapa, yote kwa sababu ya yeye, jitihada zake binafsi. Lakini Nyamonge Sports ni tamasha kubwa na ni tamasha adimu sana. Kwa kila Mtanzania anapaswa asogee siku hiyo kuja kujionea kwa macho walemavu wa macho wanavochuana na kutoana jasho, wakiwa wanatetea kila mmoja kuzuia mlango wake usifungwe. Upo mpira maalumu unaochezwa. Huu mpira unafurahisha na unasikitisha, lakini kubwa unaleta hamasa kubwa kwa watu wenye ulemavu, haswa sisi wa kutokosa kuona. Kwa hiyo napenda tu kumueleza kila aina Mtanzania ambaye sasa hivi anayejiuliza kwamba watu wenye ulemavu wanachezaje mpira, basi wasikose kusogea kwenye Nyamonge Sports. Unaona, aje ajionee mwenyewe kwa macho watu wenye ulemavu haswa wa macho jinsi wanavyotumulika pale uwanjani na kutoana jasho katika swala zima la mchezo wa mpira wa goalball. Yes. Mimi nikushukuru mkurugenzi kwa kuzungumza na sisi, lakini pia kuzungumza na Watanzania kupitia Mojiza TV, namna ambavyo taasisi yenu inapitia changamoto, lakini kuhusiana na mchezo ambao binafsi mtoka kuzungumzia. Niseme tu asante, lakini pia kwa niaba ya vyombo vya habari nikwambie kwamba endelea kupambania taifa, kwa maana kila kitu kinawezekana. Asante sana. Nashukuru mwisho. Subscribe Mojiza TV.